Na stori kubwa kama ambavyo unafahamu ni kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo, Simba Sports Club ambao ni wenyeji wakiwakaribisha mabingwa wa ligi ya soka Tanzania bara Dar es Salaam Young Africans katika mchezo ambao unafanyika Jumapili ya wiki hii Mei 3 katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo huko Mbweni jijini Dar es Salaam. Na maswali mengi yalikuwa ni kuhusiana na viingilio vya mchezo huu ambapo tangu tumefahamu venue ama mchezo utakapofanyika ambapo ilikuwa ni Meja Jenerali Isamuhyo, lakini still bado tulikuwa tufahamu kiingilio gani ambacho kitatumika kuwafanya mashabiki wa timu zote hizi mbili na mashabiki wa soka nchini Tanzania kutumia fedha gani ama kiasi gani cha fedha ambacho kitawafanya waweze kushuhudia dabi kubwa ukanda wetu huu wa Afrika ya Mashariki ambayo ni Simba pamoja na Young Africans. Sasa leo hii msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally alikuwa na press na waandishi wa habari huko jijini Dar es Salaam ambapo amezungumza vitu vingi kuelekea mchezo huu wa Simba na Yanga, lakini kikubwa ilikuwa ni kuhusu viingilio vya mchezo huu ambao unakwenda kufanyika Jumapili ya wiki hii majira ya saa 12 jioni, na akaweka wazi kwamba viingilio vya mchezo huu kiwango cha chini zaidi kitakuwa ni shilingi 15,000 kwa mzunguko, lakini kiwango cha juu zaidi kutazama dabi hii itakuwa ni shilingi 50,000 kwa wale ambao wanapenda kukaa maeneo ya watu muhimu ama watu special VIP. Sasa kwa mchanganuo tu kidogo ni kwamba unajua uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo ni uwanja mdogo, ni uwanja ambao capacity yake ni watu 8,000, lakini kwa taarifa ambazo wamezieleza leo katika press hiyo ni kwamba kwa muda wa wiki moja, wiki mbili na nusu uwanja huu ulikuwa unaendelea kufanyiwa marekebisho ya kuongeza majukwaa hasa kwenye maeneo ya nyuma ya goli. Kwa watu ambao wanaofuatilia uwanja, ni uwanja ambao majukwaa ya watu wengi ni yale majukwaa ya pembeni, ama watu wanaweza kufahamu kama majukwaa ya Urusi pamoja na majukwaa ya VIP, lakini haya majukwaa ya nyuma ya goli yalikuwa bado yapo katika matengenezo. Sasa majukwaa ya goli yanaelekea kukamilika, ambayo yataongeza capacity ya watu 2,000, kuongeza idadi ya watazamaji kutoka 8,000 mpaka idadi ya watazamaji 10,000. Na kwa kiingilio cha hicho cha 15,000 kwa wale ambao wanataka kutazama mchezo huu ni kiingilio cha mzunguko. Na mzunguko kwa namna ambavyo uwanja ule upo na kwa namna ambavyo Simba wenyewe wamecategorize kiingilio hichi cha 15,000, ina maana watu ambao watalipia kiingilio cha 15,000 watakaa kwenye majukwaa ya nyuma ya goli, jukwaa la kwenye goli la nyuma, goli la kaskazini na nyuma ya goli la kusini. Haya ndio majukwaa ambayo yamepewa jina la mzunguko, na kwa wale ambao wanataka kukata tiketi za VIP basi jukwaa lao ni jukwaa la Urusi. Jukwaa la Urusi ina maana ni jukwaa ambalo linatazamana na VIP ama sehemu ambapo wageni waalikwa ama wageni rasmi wanakaa. Kwa hiyo lenyewe utalipia shilingi 30,000. Yani jukwaa la VIP ni jukwaa ambalo gharama yake katika mchezo huo ni 30,000, lakini kwa wale ambao hawataki bugudha nyingi ambao sasa ni wale VIP watalipia shilingi 50,000. Na jukwaa la VIP kwa watu ambao wameshafika Isamuhyo ama wanatazama kwenye TV ama kwenye picha kwenye mitandao ya kijamii, ni majukwaa ambayo ndipo wageni rasmi wanakaa na sehemu ambapo dressing room za wachezaji zilipo ama wanapotokea kuingilia uwanjani. Kwa hiyo watu hao wao watalipia 50,000. Kwa hiyo ndio viingilio ambavyo vipo hivyo, na sasa hivi tiketi zimeanza kuuzwa, zipo mitandaoni, lakini pia kwenye vituo ambavyo vimetajwa tiketi hizi pia zinapatikana. Kwa hiyo kwa idadi ya watu wachache ambao unaingiza uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, nategemea watu wengi watazitafuta hizi tiketi ama watazinunua hizi tiketi kwa haraka na ziishe kabla ya siku husika ya mchezo huu. Kwa hiyo kwa watu ambao wanataka kukata tiketi kutazama mchezo huu, basi viingilio ndio hivyo. Mzunguko ni 15,000, VIPB 30,000, lakini kwa wale wa VIPA kiingilio cha mchezo huu wa dabi ni shilingi 50,000. Ni viingilio ambavyo
havijawahi kutokea katika mchezo huu mkubwa wa Simba na Yanga kwenye ligi ya Tanzania bara ama hata kwenye mashindano ya kombe la shirikisho, kwa sababu nakumbuka kwa mfano timu hizi Simba na Yanga zilipokutana mara ya mwisho katika michezo ambayo haihusiani na ligi, ilikuwa ni katika fainali ya FA mwaka 2021 2022, ambapo Simba Sports Club walikuwa wanacheza mechi katika uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma, na kiingilio cha chini ilikuwa ni shilingi za Kitanzania 10,000. Kwa hiyo hiyo ni katika uwanja ambao capacity yake ni ndogo. Kwa hiyo the same hivyo katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo capacity ya uwanja ni ndogo, kwa hiyo vingilio vimepanda bei tofauti na vingilio ambavyo mashabiki wamekuwa kizoea katika uwanja unaohodhi mashabiki wengi kama uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza Simba na Yanga kwenye ligi kuu ya Tanzania bara wanaenda kuweka rekodi ya kutazamwa na mashabiki kwa vingilio vya juu ambavyo havijawahi kutokea katika ligi kuu ya soka Tanzania bara tangu vilabu hivi vimeanzishwa. Yanga mwaka 1935, lakini Simba tangu imeanzishwa mwaka 1936. Timu hizi mbili hazijawahi kucheza mtazamaji akilipa kiingilio cha VIPA kwa shilingi 50,000 wala mtazamaji akilipa kiingilio cha mzunguko kwa shilingi 15,000. Kwa hiyo ndo vingilio hivyo ambavyo vimetajwa, lakini pia katika press hiyo meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally amewatahadharisha pia mashabiki ambao wanapenda kunyemelea mazingira ya uwanja wakijaribu kuingia kwa njia ambazo sio rasmi. Amewatahadharisha kwamba uwanja huo upo chini ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT. Kwa hiyo ni marufuku kwa mtu ambaye hatakuwa na tiketi katika mchezo huo kusogelea eneo la uwanja ama mazingira ambapo uwanja huo upo katika kambi ya jeshi, kwa sababu ni uwanja ambao upo chini ya JKT, na kwa mtu ambaye hahusiki na mchezo huo basi anaweza kukutana na madhara ambayo yanaweza kaja kuhatarisha usalama wake ama yakamhatarisha yeye mwenyewe, kwa sababu atakuwa hahusiki na mchezo huo na eneo ambapo mchezo huo unafanyika sio salama kwa mtu ambaye hahusiki na mchezo huo. Kwa hiyo kwa mashabiki ambao hawatopata nafasi ya kupata tiketi za kuingia katika mchezo huo, basi ni vyema wakatumia TV zao kutufuatilia mchezo huo mkubwa ili kuepusha madhara ambayo wanaweza wakakumbana nayo. Bana, jina langu mimi ni Shabel Dan, endelea kuwa nasi hapa kufuatilia taarifa mbalimbali ambazo zinatokea hapa Anuari TV. Nyuma ya kamera alikuwa ni Yusuf Mpuma. Mpaka wakati ujao.